Habari ya wakati huu mtazamaji wa Mwambani TV. Leo ninaileta kwako simulizi ya mgunduzi wa taa ya umeme aliyefahamika kwa jina la Thomas Alva Edison, ambaye ni mfanyabiashara na mgunduzi maarufu kutokea nchini Marekani. Alizaliwa katika mji wa Ohio, Marekani tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 1847 na kufariki dunia tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 1931. Katika historia yake, Thomas Edison hakuwahi kupata degree wala diploma. Alipelekwa shule, alisoma miezi kadhaa tu, aliacha na kukaa nyumbani. Hivyo mama yake ilimbidi achukue jukumu la kuwa anamfundisha mwanae angalau wajue kusoma na kuandika. Aliweza kusoma na kuandika, na elimu yake nyingi aliipata kwa kujisomea mwenyewe vitabu mbalimbali. Vile vile alikuwa akifundishwa mambo mbalimbali na marafiki zake aliyokuwa akikutana nao. Thomas Edison alikuwa akisumbuliwa na matatizo ya masikio na kuwa na usikivu hafifu, hali hiyo ambayo ilionekana kusababishwa na homa kali ambayo ilimpata akiwa mtoto na kuugua masikio mara kwa mara pasipo kupata tiba yoyote. Lakini Thomas Edison alikuwa akilihusisha tatizo lake hilo na kipigo alichokipata kutoka kwa kondakta wa treni ambaye alimpiga sikioni wakati akisafiri kwenye treni, na kwa bahati mbaya kemikali zake alizokuwa akisafiri nazo ziliwaka moto kwenye buti la treni na kushushwa kwenye treni pamoja na kemikali yake. Thomas Edison alikuwa ni mfanyabiashara na mbunifu ambaye amechangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya sayari na teknolojia ulimwenguni. Maisha yake ya biashara yalianza kwenye uuzaji wa magazeti, ndipo alipogundua kuwa na kipaji cha mfanyabiashara na baadaye kuamua kuchapisha gazeti lake mwenyewe. Baadaye kumpelekea kuanzisha makampuni 14 ya shughuli mbalimbali, ikiwemo kampuni ya General Electric ambayo mpaka sasa bado ni kampuni kubwa ya kibiashara duniani. Alifanya ugunduzi wa vitu vingi sana kiasi kwamba katika historia yake mpaka anakufa alikuwa anamiliki haki miliki 1093 za gunduzi zake mbalimbali huko nchini Marekani. Gunduzi zake baadhi ambazo zilimpa umaarufu ni kwenye uzalishaji wa umeme na kuusambaza kwa watu, kurekodi sauti, picha za video na taa ya umeme. Mnamo mwaka 1878 Edison alianza kazi yake ya kuhakikisha anapata mwanga unaotokana na umeme ambao utakuwa bora zaidi kuliko mwanga wa gesi na mafuta ambao ulikuwa unatumika miaka hiyo. Edison alifanya tafiti nyingi sana, alijaribu vitu mbalimbali kwenye umeme ili apate mwanga, ambapo tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1879 Edison alifanikiwa kwa mara ya kwanza kupata mwanga kutoka kwenye waya wa kaboni, lakini mwanga huo uliwakwa kwa masaa 13.5 pekee na taa ikaungua. Aliendelea kuboresha na kufikia Novemba 4 mwaka 1879 Edison alipata haki miliki ya taa yake ya umeme na kuwa taa ya kwanza kuingia sokoni. Baadaye aliboresha taa yake na kuwa na uwezo wa kuwaka kwa masaa 1200 tofauti na ile ya mwanzo. Baada ya kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kutengeneza taa ya umeme, Edison na timu yake mnamo tarehe 17 Disemba mwaka 1880 alibuni na kupata haki miliki ya miundombinu ya kusambaza umeme majumbani. Akiwa ndani ya jiji la New York tarehe 4 Septemba mwaka 1882 kwa mara ya kwanza aliwasha mitambo yake ya kusambaza umeme wenye volti 110 ukiwa na umeme mnyofu, na alifanikiwa kuwasambazia watu 59 kwa mara ya kwanza. Alifariki akiwa mzee wa umri wa miaka 84. Alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya kisukari. Thomas Edison alizikwa nyuma ya nyumba yake, ambapo baadaye palifanywa kuwa makumbusho ambayo yanafahamika kama Thomas Edison National Historical Park. Na huyo ndiyo Thomas Alva Edison.